Ujumbe wa dharau kutoka Chama cha Mapinduzi kwa Chadema umezua taharuki nchini Tanzania. Jambo na karibu. Kauli kali ya katibu wa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, Kenani Kihongosi, umetikisa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania baada ya kumtaja Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye kiongozi mwenye rekodi bora zaidi kuliko wapinzani wakuu wa nchi. Kauli hii ilitolewa Februari mwaka huu tarehe 17 katika mkutano wa hadhara wilayani Urambo mkoani Tabora, na imekuja katika kipindi ambacho ushindani wa kisiasa unaanza kupanda joto kuelekea mizunguko ijayo ya uchaguzi. Akizungumza mbele ya wananchi, Kihongosi aliwataka Watanzania kupuuza wakosoaji wa serikali, akisisitiza kuwa CCM imeendelea kuleta maendeleo makubwa katika sekta za afya, elimu na miundombinu. Kauli yake haikuishia hapo, alienda mbali zaidi kwa kulinganisha utendaji wa Rais Samia Suluhu na viongozi wakuu wa upinzani akiwemo Zitto Kabwe, Tundu Lissu, Ibrahim Lipumba na John Cheyo, akidai kuwa hakuna anayefikia rekodi ya urais wa sasa. Tamko hilo limeonekana na wachambuzi wa siasa kama sehemu ya mkakati mpana wa CCM kuimaliza simulizi la mafanikio ya serikali, wakati presha ya kisiasa kutoka upinzani ikiendelea kujijenga, na pia linaashiria mwanzo wa mapambano ya kisiasa ya hoja kabla ya kampeni rasmi kuanza, na ni jambo ambalo limekuwa kawaida katika siasa za Tanzania. Katika miezi hivi karibuni, CCM imekuwa ikiendesha mikutano ya hadhara na ziara za viongozi katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa lengo la kuimarisha uhai wa chama mashinani. Ziara ya Kihongosi mkoani Tabora ilikuwa sehemu ya mkakati huo, ikijumuisha ukaguzi wa miradi ya maendeleo pamoja na kusikiliza kero za wananchi. Kwa mantiki ya kisiasa, kauli za aina hii hutumika kujenga morali ya wanachama na kuimarisha imani ya wapiga kura kwa chama tawala. CCM ambacho kimeongoza Tanzania kwa miongo kadhaa tangu mfumo wa vyama vingi urejee mwaka 1992, mara nyingi hutegemea rekodi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama silaha yake kuu ya kisiasa. Hata hivyo, mazingira ya sasa yana changamoto zake. Vyama vya upinzani vimekuwa vikijipanga upya baada ya miaka ya misukosuko ya kisiasa, na baadhi ya viongozi wao wameanza kurejea kwa nguvu katika majukwaa ya kisiasa. Hali hii imeongeza umuhimu wa CCM kuendelea kusisitiza mafanikio ya serikali ya Rais Samia kama njia ya kulinda uhalali wa kisiasa. Kuwataja hadharani viongozi wa upinzani si jambo la kawaida tu, bali ni ishara ya mapambano ya kisiasa yanayoendelea chini kwa chini. Tundu Lissu kwa mfano amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali kwa muda mrefu, hasa katika masuala ya demokrasia na haki za kisiasa. Zitto Kabwe naye amejijengea taswira ya mwanasiasa mwenye hoja kali kuhusu uwajibikaji wa serikali na usimamizi wa rasilimali. Kwa upande wa Ibrahim Lipumba na John Cheyo, majina yao yana uzito wa kihistoria katika siasa za upinzani, licha ya vyama vyao kupungua nguvu katika miaka ya karibuni. Kuwataja viongozi hawa kwa pamoja kunaonyesha kuwa CCM inataka kuweka mjadala katika mizani ya kulinganisha rekodi za uongozi badala ya kuruhusu upinzani kuongeza ajenda za kisiasa. Wachambuzi wanasema mbinu hii inalenga kuwafanya wapiga kura watazame siasa kwa kipimo cha maendeleo yanayoonekana badala ya hoja za kisiasa kuhusu uhuru wa kisiasa au mageuzi ya mfumo. Ni mkakati ambao CCM imeutumia mara nyingi katika chaguzi zilizopita. Ndani ya CCM yenyewe, kauli za Kihongosi pia zinaweza kusomwa kama juhudi za kuimarisha safu ya uongozi wa Rais Samia. Tangu achukue madaraka mwaka 2021, Rais Samia ameongoza mabadiliko kadhaa ndani ya chama na serikali, ikiwa ni pamoja na kurejesha baadhi ya nafasi za majadiliano ya kisiasa na kufungua milango kwa wawekezaji wa kimataifa. Ingawa kwa nje chama kinaonekana kuwa na mshikamano, wachambuzi wa ndani wa CCM wanaelezwa kuwa kauli za kuimarisha taswira ya rais mara nyingi huibuka wakati wa mabadiliko ya nguvu ndani ya chama. Katika historia ya CCM, nyakati za kuelekea uchaguzi au mabadiliko ya sera huwa pia nyakati za makundi ndani ya chama kujaribu kujipanga upya.
Kwa hiyo msisitizo wa kihongosi juu ya rekodi ya kipekee ya Rais Samia inaweza pia kutazamwa kama ujumbe wa kisiasa kwa wanachama wa ndani wa chama kwamba uongozi wa sasa ndio muhimili mkuu wa ushindani wa baadaye. Kwa mtazamo wa uchaguzi, kauli hii zinakuja mapema lakini zina uzito mkubwa, na Tanzania ina historia ya kampeni za muda mrefu zisizo rasmi ambapo vyama huanza kujenga hoja miaka kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu. Na kwa kusisitiza mafanikio ya sekta za afya na elimu, CCM inalenga maeneo ambayo kwa kawaida huathiri moja kwa moja maisha ya wananchi. Ikiwa simulizi hii itashika mizizi, inaweza kuimarisha nafasi ya chama tawala hasa katika maeneo ya vijijini ambako utekelezaji wa miradi ya maendeleo huonekana kwa macho. Hata hivyo, upinzani unaweza kujibu kwa kuhoji ubora wa huduma, usawa wa maendeleo wa masuala ya gharama ya maisha, hoja ambazo zimekuwa zikijitokeza katika mijadala ya hivi karibuni ya kisiasa. Kipimo kikubwa kitakuwa namna wapiga kura, hasa vijana na wapiga kura wa mjini, watakavyopokea hoja hizi. Makundi haya mara nyingi hutazama siasa kwa mtazamo mpana zaidi, unaojumuisha ajira, uhuru wa kisiasa na fursa za kiuchumi. Kwa mtazamo wa kihistoria, CCM imejijenga juu ya simulizi ya uongozi thabiti na maendeleo ya hatua kwa hatua tangu enzi za chama kimoja. Hata baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, chama hicho kimeendelea kushinda chaguzi nyingi kwa kutegemea mtandao wake mpana wa mashina na uwezo wa kuonyesha miradi ya maendeleo. Hata hivyo, katika miongo hivi karibuni, ushindani wa kisiasa umeongezeka hasa baada ya baadhi ya viongozi wa upinzani kupata uungwaji mkono mkubwa katika maeneo ya mijini, na hivyo kila kauli ya kulinganisha rekodi za uongozi sasa ina uzito mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Kauli ya kihongosi inaonyesha wazi kuwa mapambano ya kisiasa ya Tanzania yanaingia katika awamu mpya ya vita ya simulizi kati ya hoja ya maendeleo dhidi ya hoja ya mageuzi ya kisiasa, na huu ndio mstari wa mbele utakaounda mjadala wa kisiasa katika miaka ijayo. Kwa sasa wanaonufaika kisiasa ni CCM kwa kuendelea kudhibiti ajenda ya mjadala wa umma, na hata hivyo upinzani una nafasi ya kutumia kauli hizo kujipanga upya na kujibu kwa hoja mbadala. Hatua zinazofuata za pande zote mbili pamoja na hali halisi ya maisha ya wananchi ndizo zitakazoamua kama kauli ya Urambo itabaki kuwa maneno ya jukwani au mwanzo wa mabadiliko mapya ya kisiasa nchini Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.